Kwanza naona raha wanavyoishindanisha hiyo Noma na Kombolela. Me I'm very happy brother. Hakuna kitu kizuri kwa baba kama anapolinganishwa na mwanae. Nikuulize swali, Kombolela ina muda gani? Ina mwaka. Hiyo Noma ina muda gani? Sasa Kombolela baba ni kitu kizuri. Sasa baba anapolinganishwa na mwanae. Kombolela ingeisha, wale Azam TV wangesitisha kwa sababu biashara kwao ingekuwa mbaya. Azam TV sio wanatoa hela. Ingekopa sio biashara kwao, wangesitisha. Kwa nini hawaisitishi? Ipo ni biashara, inawapa namba. Watumia akili, unajua watu wanaropoka waongei. Umeelewa vizuri? Ingekuepo imekwisha, wangesitisha. Hivyo unaweza kutoa hela sema ambao unapata hasara katika akili tu ya kawaida. Hawana akili wanaozungumza hiyo. Narudia tena, waliozungumza Kombolela imeisha, wawe waigizaji wawe nani, hawana uelewa mzuri. Mimi sifanyi kwa sababu ya kupata tuzo. Mimi nakufanya kwa sababu hichi ninachokifanya nakipenda. Na wakati nakifanya najisikia raha. Kipimo pekee cha kuhisi unapenda unachokifanya, wakati unafanya hicho kitu, hakikisha unahisi raha. Kobisi anaimbwa. Hauwezi kuimbwa kama kuna kitu hujafanya. Kwa nini hujaimbwa wewe Nyundo? Anaimbwa Kobisi. Kafanya. Kwa hiyo kwangu mimi Kobisi kuna kitu kafanya. Na heshima alichokifanya Gabo, ila Kobisi kwa kipindi hichi, jamani, tukisema tuitafute haki labda ashuke malaika. Kobisi kuna kitu kafanya. Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni exclusive interview na watu ambao kwa hakika kuna vingi ungetamani ungevifahamu kutoka kwao juu ya mazuri ambao wamekuwa wakifanya kila kukicha na Nyundo TV. Leo tumeweza kumtembelea mmoja kati ya madirector bora kabisa kuwahi kutokea nchini, anaitwa Mustafa Machupa, kama vile ambavyo sijakosea, kama vile ambavyo tunafahamu kuna tamthilia ya Kombolela. Ukitazama tamthilia ya Kombolela ikiisha tu jina la kwanza kutokea ni hilo, Mustafa Machupa, director bora kabisa. Tunazungumza naye mawili matatu tuweze kuvifahamu vile ambavyo tulikuwa hatuvifahamu. Kiongozi kwema? Bwana kwema, namshukuru Mungu. Mama nenda kama kawaida mzee. By the way, kwanza nikupongeze. Disemba 1, 2025 uliweza kuposti ukiwa umepata tuzo as a director bora kwenye Global Awards. Hongera kwa hili. Na nitamani nifahamu kwamba ulijisikiaje kuweza kupata ile tuzo? Kiukweli kabisa sio kitu kidogo kwa upande wangu. Na sijawahi kupata tuzo yoyote katika maisha yangu. Kwa hiyo katika mpambanaji, yani kwa mpambanaji yoyote ambaye anakimbiza ndoto zake, inapofika sehemu watu wanakupa tuzo, maana yake wanaona unachofanya, wanakutia moyo, wanathamini kile ambacho unakifanya. Kwangu mimi ilikuwa ni sehemu ya pongezi kubwa kwenye maisha yangu toka nianze kufanya sanaa ya uigizaji kama director. Kwa hiyo kifupi nilijisikia vizuri sana. Ni tuzo yetu ya kwanza ile. Ni tuzo ya kwanza kama director bora East Africa kupitia Kombolela. Kwa kwangu mimi ni tuzo ya kwanza kwenye maisha yangu. So nilifurahi katika kiwango ambacho sikuweza kuwa na maneno kuelezea furaha yangu kiukweli kabisa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa lile, pia nawashukuru waandaji wa tuzo, nawashukuru wa Tanzania ambao walinipigia kura. Na ni deni kwangu kwamba anatakiwa kufanya vitu vingi vizuri ili kesho na kesho kutwa zije tuzo nyingine. Tuzungumzie hii tuzo. Hivi mtu anapokuwa anapewa tuzo, maana yake tusemeje, ni hakuna kama yeye ama tafsiri yake nini hasa? No. Sio kama hakuna kama yeye. Ila kwa wakati huo yeye ni bora kuliko wengine. So mnakuwa wengi kwenye kushindania tuzo. Ama mnakuwa wengi kwenye kufanya kitu fulani kwa wakati huo. Mko hata 100. Sawa? Lakini sio kila kitu kwa wakati huo kinaweza kikawa bora. Au vyote tuseme ni bora. Lakini kimoja lazima kizidi. Sawa? Kwa sababu kile kinachozidi na kupewa jicho kwamba hichi ni bora zaidi ya vitu vingine, ndio kinashinda. Lakini pia inawezekana kuna bora zaidi yako, ila kwa wakati huo wewe ni bora zaidi yake. Kwa haimaanishi kupewa tuzo wewe ni bora zaidi kuliko watu wengine. Sio kweli. Lakini Kombolela yenyewe ilianza mwaka gani mpaka tuzo uje kupata 2025? Huko nyuma alikuwa hujaona ama tusemeje maana yake? Of course mimi nimekuwa assistant director kwenye Kombolela msimu wa kwanza.
kama niliwahi kusema kwamba director alikuwa my brother Majaki. Kwa hiyo nimefanya Kombolela msimu wa kwanza. Kwa Kombolela msimu wa pili ama season 2 mimi ndo chief director. Ndo director pale mkuu. Kwa hiyo sasa kwa kipindi kile alishinda Majaki. Alishinda kupitia Kombolela. Mimi. Safari nimeshinda mimi kupitia Kombolela. Na naamini nastahili kushinda nyingi kupitia Kombolela. Unaamini unastahili kushinda nyingi kupitia Kombolela? Yeah. Kwa sababu kwa kipindi hiki ni moja ya tamthilia bora sana Kombolela. Na mashabiki ni mashahidi. Ukizungumzia Kombolela so unazungumzia tu tamthilia, unazungumzia maisha ya watu wanaoishi katika uhalisia. So watu wanaipenda. Sasa kama kitu kinapendwa na watu maana yake ni nini? Hicho kitu ni bora kwa wakati huo kuliko kitu kingine. Kwa kinastahili vitu vingi. Hivi utaratibu wa kufikia tu mpaka mtu anapewa tuzo inakuwaje? Kwamba unajipendekeza ama wao wanakupendekeza ama huwa nini kinafanyika mpaka watu wanakupa tuzo? Upo aina mbili. Aina ya kwanza, muhusika huwa ana approach kwenye hizo tuzo. Mfano nitakutolea mfano fulani hivi. Kuna tuzo zinaitwa Grammy Award za music. Marekani. Zile sio kwamba wao wanakuteua. Wewe unatuma nyimbo yako, kila kitu kwa wao wanaangalia. Kwa wao ndo wanapitisha. Baada ya hapo utakuta tu umejibiwa kwamba labda umeingia kwenye kipengele fulani. Kwa hiyo tuzo duniani zipo hivyo. Lakini aina ya pili ni kwamba watu wenyewe wanakaa wanaangalia, waandaji wa tuzo wanakaa wanaangalia kwamba kwa sasa hivi hiki na hiki ni bora. Kwa wao wanachukua wanakishindanisha na kitu kingine. Kwa hiyo kuna aina mbili tu za uandaji wa tuzo. Aina ya kwanza ambayo ni mama duniani. Wewe mwenyewe muhusika kama mimi director Machupa, director wa Kombolela, kuna tuzo zipo kwa kwenye website yao. Naingia najisajili na naweka maelezo yangu, wakipitisha pale, wananitumia bwana sikiliza tumekuwa kwenye kipengele hichi na hichi, haya waambie mashabiki wako kupigia kula. Nyingine wao wenyewe wanakaa tu kwamba wanakuangalia okay, sasa hivi bwana Nyundo TV ndo TV bora. Kwa wanachukua ana TV nyingine Machupa TV wanashindanisha wao. Kwa kuna aina mbili tu duniani. Sikuona jina lako wala sikukuona kwenye tuzo za Zikomo ambazo zilifanyika pale Warehouse kama sikosei. Wala Kombolela haikuepo. Ili maana yake nini? Kombolela haikuchukua, ilikuepo lakini hajachukua. Tuanze na wewe as a director. Bro, sijui niwekaje iwe katika maana nzuri. Mimi nilikuepo mzee wangu kwenye tuzo za Zikomo ya kama director bora pale. Alafu mpaka mwisho kabla hawajafunga zile kura zilikuwa za wazi. Kwamba unapiga kura unaona pale. Mimi ndo nilikuwa naongoza. Nakupa hiyo siri kwenye zile kura. Mpaka baadaye wakaja wakafunga kuona kwamba wakatoa sababu moja nzuri na mimi niliona ina mantiki kibiashara zaidi duniani. Kwamba kama watu wataona kura zao, washindi watajijua mapema, walioshindwa watajijua mapema, hawawezi kuhudhuria katika ugawaji wa tuzo. Kwa ni bora kufanya siri. Duniani kote wanafanya hivyo. Baada ya kufunga pale, sijui nini kiliendelea. Kwa mimi mpaka usiku wa ugawaji wa tuzo nilikuwepo. Ulikuwepo ukumbini? Nilikuwepo ukumbini. Ukitarajia jina lako litaitwa kwenda kuchukua tuzo yako kama mshindani? Alikuwepo kama mshindani. Kama mshindani ambaye anatamani kushinda, nilitarajia kushinda. Lakini kwenye maisha kuna kushinda na kushindwa. Na aliyeshindwa leo always anaweza kuwa mshindi wa kesho. Chukua hiyo mwanangu. Yaani wewe umeshindwa leo, unaweza kuwa mshindi wa kesho, so don't give up. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nilikuwepo na inavyotangazwa ile tuzo nilikuwepo. Baada ya pale nikarudi nyumbani. Kombolela iliingia. Sasa kama filamu bora ya TV, tamthilia bora. Sitaki kusema kwamba ilistahili au haikustahili, to me ilistahili. Sasa mimi na wewe hatujui bwana. Kwenye kura. Vile ambavyo ulitazama wakati Kombolela anapigwa kula, uliona kuna nafasi ya kushinda. Sasa bahati mbaya kipindi kile tunaangalia katika kabla hawajafunga zile tuzo, Kombolela ilikuwa inaongoza. Sasa baadaye wakafunga. Sasa mimi hapo hatujui kwa sababu upigaji wake wa kura kidogo ulikuwa wa mgumu. So we never know nini kilitokea. Lakini Kombolela iliingia kama tamthilia bora, lakini haikufanikiwa kushinda. Wakashinda tamthilia nyingine. Ni kitu cha kawaida tu katika tasnia. Yes. Tuzo ya director bora ilichukua nani badala yako?
ile tuzo bwana. Sio niwekaje. Unajua ni mtu mwenye busara nyingi sana. Acha niweke hivi. Alishinda ndugu yangu mmoja anaitwa Mbulu. Sababu tulikuwa tuko mimi, Mbulu, mwanangu mmoja anaitwa Cheleani. Huyu Cheleani ni mmoja ya director mzuri sana. Nakwambia leo. Sio na wengine wa nchi zingine tofauti. Mimi niliwashika tu ndugu zangu ambao tunatoka katika ardhi ya Tanzania. Kwa alishinda Mbulu. Kama Mbulu alichukua kupitia kazi ipi? Mbulu alichukua kupitia kazi gani ile? Sijui ni kazi ipi, kwa sababu ukija katika upande wa tamthilia labda Mbulu alikuwa na connection ambayo ishaisha. Sijui ni kazi gani, sikumbuki yeye aliingia kwa kazi gani. Sikumbuki vizuri. Lakini alichukua Mbulu. Ila mimi niliingia na Kombolela. Kwa nafasi yako ukimtazama sasa Mbulu na vile ambavyo wewe ulikuwa unajiona vile ambavyo umeperform kazi yako ama tamthilia hii kupitia tamthilia hiyo Kombolela, ulisi Mbulu alistahili ama kuna namna fulani ambayo ilifanyika kwamba hawakutenda haki? Hakuna haki duniani mwanangu. Hiyo ichukue. Ukiishi kwa kusubiri haki, hauwezi kufanikiwa. Ukiishi kwa kusubiri haki, hauwezi kufanikiwa brother. Maneno magumu hivi. No, mimi ukitoa director pia ni mshauri wa maisha na mahusiano. Kwa hiyo naongea na vijana mambo mengi sana. Nawaambia hata waigizaji wangu. Ukiishi kwa kusubiri haki utoboi. Kwa sababu sio kila kitu ni haki yako. Duniani hakuna haki bro. Nakupa hiyo. Kwa sasa tukija kwenye ile tuzo, mimi niseme tu bahati ilikuwa kwa Mbulu. Haikuwa kwangu. Lakini ukizungumzia haki hapa tutachimba sana, afu vitu vitakuwa vingi. Ila chukua hii. Duniani ukiishi kwa kusubiri haki utoboi. Tamthilia bora walichukua Noma badala ya Kombolela. Noma ni tamthilia ambayo imeanza hata miaka 3 nyuma bado, lakini Kombolela tuliona kuanzia kule. Na yenyewe tusemeje, haki ilitendeka ama ndo hakuna haki duniani? Tuseme tu bahati ilikuwa kwao. Ukichimba sana kuhusu haki utoboi. Kama haina kutokuwa na muda mrefu ama kuwa na muda mrefu, kitaalamu hii sio sababu. Sababu kwamba hiyo kazi ni bora kwa wakati huo, ina impact gani kwenye jamii, inapendwa. Kwa sababu wanaopiga kura ni Watanzania, so mimi director Machupa wala sio nani. Sasa je, unaangalia impact ya hivyo vitu? Kwamba je, ina nguvu kiasi gani katika jamii? Sasa tukisema tuitafute haki, kama nilivyokwisha kusema awali, hakuna haki duniani. Ila tuseme tu basi bahati ilikuwa kwao. Itoshe kusema hivyo. Tarehe 14 mwezi ujao, kwa maana kwamba mwezi wa pili, siku ya wapendanao, kuna kwenda kufanyika ama kuna kwenda kutamatika tuzo za Tafa. Na naamini unafahamu hiyo, lakini nikipekua jina la director Machupa ndio as a director bora. Shida hii ama hukupendekeza kama vile ambavyo umesema miongoni mwa njia ambazo zinamfanya mtu apate tuzo ni kujipendekeza? Kwanza wewe jiulize swali. Wewe kama shabiki, sasa tutoke kama bwana wewe Nyundo. Wewe kama shabiki, unahisi nilistahili kuwepo pale? Kombolela ipo kama tamthilia bora, nashangaa lakini director bora sikukuona, ila Kombolela kazi yako ipo. Sasa hauwezi kuitaja. Watu waelewe hapa. Watu waelewe sana. Kwenye maisha ya kitu chochote duniani kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza, kitaalamu, mfano kwenye sanaa tunaita kipaji. Talent. Kitu cha pili, tunaita knowledge. Uelewa. Ukizungumzia uelewa, unazungumzia elimu. Hakuna uelewa bila elimu. Elimu ni vile ambavyo unajifunza kitu chochote. Sasa kwa haraka tutumie uelewa wetu tu mdogo. Ukitaja tamthilia bora, Nyundo TV, alafu director tamthilia hiyo ni Nyundo, katika uelewa mdogo tu, uhisi huyu mtu anastahili kukaa pale, ama inaweza kuwa tamthilia bora bila kuwa na director bora? Inawezekana. Lakini pia ni kitu ambacho huwa kinatokea. Ieleweke vizuri. Inawezekana, lakini pia ni kitu ambacho kinatokea duniani. Hata ukienda kwenye Oscar, wa mara nyingi inatokea. Unaweza kutoka kwamba hii ni filamu bora, lakini haitoi director bora, mwigizaji bora. Ila mara nyingi zaidi
ukisikia hii ni filamu bora, basi itatoa director bora, itatoa mwigizaji bora, itatoa kila department bora. Kwa sababu hii filamu ikamiliki na department nyingi sana. Hawa ndio viungo vyenyewe hivi. Ndio viungo vyenyewe, lakini hivi viungo vyote the leader, the director. Yes. Utaratibu kwanza ulikuwaje kuingia kwenye tuzo? Mlipendekeza wenyewe ama wao walimention tu? Sasa kama nilivyokusema awali, kuna namna mbili tu za kuingia kwenye tuzo. Aina ya kwanza ni wewe ku approach, aina ya pili ni wao wenyewe kuchukua. Ila hizi za TAFA ni wewe una approach. Kwa hiyo sisi tulipeleka, of course. Nadhani producer ndo anastahili kupeleka katika tuzo za TAFA. Ni tuzo zetu za Film Board. Producer peke yake ndo anastahili kupeleka. Kwa hiyo producer wetu alipeleka, so Mzembe Abdul. Na ni mmoja watu ambao wanatamani kuona Machupa na anakuwa director bora. Kwa sababu ndoto yake ni mimi kuwa director bora. Na Machupa amekuambia kwamba jina lako lipeleka as director bora? Lazima apeleke. Yaani ni lazima apeleke, kwa sababu ukitoa kila kitu, yeye anataka kuona mimi nakuwa director bora. Nafikiri anaweza sipeleke. Kwa alipeleka. Sasa ukishapeleka kule pia kuna mchakato wa kuchuja, nilisema awali. Kwa watu wanapitia. Sawa, tuache vitu vingine, tuache maneno ya mtaani. Watu wanapitia. Baada ya kuchuja ndo baadaye wanakuja kutangaza zile kategori. Kwa hiyo pia pale unaweza ukachujwa. Kwa mimi pale nimechujwa. Kama sipo, maana yake nimechujwa. Lakini swali, nimepata simu nyingi sana baada ya hicho kitu. Nisiwe muongo. Messages zimekuwa nyingi sana DM. Kwa nini haupo? Kwa nini Kombolela imeingia pale tamthilia bora, wewe haupo? Watu wakalinganisha kwamba okay, angalia hizi kazi ambazo zimeingia kwenye kuwania labda tamthilia bora, mbona Kombolela peke yake ndio inasimama zaidi, lakini wewe kwa nini haupo? Maswali yakawa ni mengi. Niliwajibu kwamba kila kitu kina muda, huenda sio muda wangu. Muda wangu ukifika, basi kila kitu kitakuwa sawa. Unajua tusizungumze sana tukaonekana tupo kwa ajili ya kubomoa. Tukiingia indipu kuna vitu vingi vinatakiwa viwekwe sawa. Ila sasa vitu viwekwe sawa, lazima tutafutane nyuma. Kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa, tunakiwekaje sawa. So kila mtu anakuwa na uwezo wa kuona kitu hakiko sawa. So kila mtu anakuwa na uwezo wa kusema kwamba hichi kiko sawa. Kwa lazima uwe na namna nzuri ya kutaka kuliweka jambo lako sawa. Basi tafuta watu waliokuwa sawa katika kuweka kitu chako kuwa sawa. Sasa hapa siwezi kuzungumza vitu vingi, tuiache tu katika namna hii. So wakati wangu ukifika itakuwa sawa. Yeah. Kuna namna yote ambayo umeumia ama imekurudisha fulani hivi au imekukata fulani kuendelea na kazi zako kwa wewe kukosekana kwenye kinyang'anyiro hiki muhimu kwa kwenye maisha yako, naweza nikasema hivyo kama director bora? Mimi sifanyi kwa sababu ya kupata tuzo. Mimi nakufanya kwa sababu hichi ninachokifanya nakipenda. Na wakati nakifanya najisikia raha. Kipimo pekee cha kuhisi unapenda unachokifanya, wakati unafanya hicho kitu, hakikisha unahisi raha. Kwa hiyo mimi napofanya filamu nahisi raha, ndo maisha yangu yalipo. Mimi bro, hakuna kitu ninachofanya zaidi nje ya hii filamu. Bro, mimi ni kati ya kitu ambacho najifunza kila siku. Mpaka wanangu hapa ndani wanashangaa, wewe mzee vipi? Mbona kila siku watu mngangana kuingia huku kujifunza hivi vitu? Ndio maisha yangu. Kwa hiyo sifanyi kwa sababu ya kupata tuzo, nafanya kwa sababu ninachokifanya nakipenda. Lakini tu kama binadamu wa kawaida nisiokuwa na moyo wa mtume, mwenye hisia, unaweza kujisikia vibaya kwa namna fulani. Ipo. Kwa sababu kwamba mbona kama iko hivi yani. Hiyo ipo kibinadamu. Lakini kwangu haiwezi kuwa na nafasi kubwa. Nafasi kubwa ni kufanya kilicho bora zaidi kila siku. Yes. Tunayoongea huenda kawa ni tiba sehemu fulani hivi, kwa maana kwamba wenye mamlaka huenda wakaona, japo hatuna uwezo wa media kubwa kihivyo, lakini mimi naamini hata walau kwa uchache wetu wanaweza wakaona chochote. Kuna namna yote ambayo unaona hizi tuzo zina makosa ama zina mapungufu fulani hivi, walau sehemu fulani ingekaa hivi mambo yangekuwa mazuri zaidi? Bro, hakuna tuzo duniani zilizokamilika. Tuzo zote, bro. Hivyo nakumbuka kwamba Will Smith ashakulalamika kuhusu Oscar. Oscar ni tuzo kubwa duniani. Ila si kulalamika. Brother, kama ulivyokuwa binadamu hujakamilika, hakuna kitu ambacho kinaweza kukamilika moja kwa moja. Lakini sasa kwa maneno haya, maana yake hata tuzo zetu hazijakamilika. Na pia kwa sababu tupo katika namna ya kuzifanya kuwa bora. Kwa hiyo sasa wanatakiwa waandaaji wa tuzo wajifunze kutokana na makosa. Kuna kelele nyingi zimetokea, nadhani wengi mmezisikia baada ya tuzo kutajwa. Asa hizo kelele zisibadilike kuwa chuki na
kuwafanya watu waliozungumza kwamba ni watu wabaya wachukue kama sehemu ya kurekebisha kwenye makosa. Nakwambia ile bro, kama binadamu hajakamilika, hakuna ambacho kinaweza kukamilika kizungumzi. Tutolee mfano. Nawaambiaga watu kitu chochote hakiwezi kukamilika katika macho ya binadamu. Kwa sababu mimi naweza kufanya kitu kama perfectly, lakini wewe ukaja ukakitazama ukasema hichi kitu kingekuwa hivi na hivi na hivi kingekuwa bora zaidi. Kwenye macho yangu kimekamilika, kwenye macho yako haijakamilika. Ndio maana tunasema kwamba hata filamu haijawahi kukamilika katika macho ya mtazamaji. Kila mtu ana vile ambavyo anaviona. Unaweza kuona filamu, unaona Kombolela ile. Wapo watu ambao wanasema ingekuwa hivi, ingekuwa hivi. Yaani filamu duniani haijawahi kukamilika katika macho ya mtazamaji. Hiyo ndio falsafa kubwa kama watu wanajifunza kuhusu filamu. Filamu yoyote, umeangalia filamu ya Yesu? Lakini ukiangalia kwenye wale movie review watu wamekosoa. Maana yake ni nini? Hakuna kinachoweza kukamilika katika macho, brother. Pia hatuna sifa ya ukamilikaji sisi. Kwa hiyo hata tuzo zetu haziwezi kukamilika. Mimi nasema hapa macho bwana, napiga kidogo gani uni, haziwezi kukamilika. Kwa sababu kama kuna tuzo kubwa duniani hazijakamilikaga mpaka leo. Grammy hadi leo analalamikiwa. Aya, wewe bodi ya filamu, tuzo bodi ya filamu, wewe nani? Sasa tu ila wanachokifanya wenzetu na sisi ni tofauti. Wenzetu uchukua malalamiko kama sehemu ya kuyafanyia kazi. Sisi pia tusipoyachukua katika namna hiyo tutaua industry. Na ya wao wachukue malalamiko yaliyotokea kama sehemu ya kuyafanyia kazi. Wakumbuke na watambue hakuna kinachoweza kukamilika. Wapo katika mchakato wa kukifanya hichi kitu kiwe kitu bora zaidi. Na kiukweli Bongo hatuna tuzo zingine zaidi ya hizo. Sure. Unakubaliana na mimi? Sure. Na tuzo ni kati ya kitu kinachoweza kukuza industry yoyote duniani, brother. Tuzo ni kitu kidogo katika macho ya kawaida, ila ni kikubwa sana katika maisha. Kwa hiyo hazijakamilika, ila tupo kwa ajili ya kujifunza. Kama ikitokea nikajaribu kukuuliza ili ubashiri, sababu ni ipi ya wewe kutosema nipi? Swali gumu katika hisia za kibinadamu. Mimi sioni sababu, ila wao wenyewe ambao walikaa wameona sababu. Na wewe na sababu zina mashuko. Asamia kwa sababu nina busara nyingi na somo muongeaji sana. Unajua katika kitu ambacho watu wamezoea kuhusu Machupa, mimi somo muongeaji. Kwa nini? Kwa sababu mimi sisemi kila kitu. Ila nikisema kitu na maanisha kila kitu. Huyo ndo mimi. Kwa nini nimeongea hapa kuhusu tuzo? Kwa sababu umeniuliza, lakini pia kwa sababu natamani watu wajue kuhusu tuzo, pia wajifunze. Kwa sababu mimi ni kati ya watu ambao wenye uchungu na industry ya Bongo. Mimi sipendi ujinga katika, yani ikishakuja kitu filamu mbele yangu mimi sipendi ujinga mwanangu. Sisi tuna darasa kubwa, wanafunzi wanajua. Mimi sipendi ujinga. Hii filamu mimi ndo maisha yangu, ndio inaniweka mjini. Kwa hiyo mtu atakija kuiletea dosari katika namna yote, wewe ananigusa moja kwa moja. Sasa siwezi kusema ni sababu ipi, maana mimi sio wao. Wao ndio wameona. Labda kwa lugha fupi tuseme kwamba kwa kipindi hichi mimi sio bora. Ila muda ukifika nitakuwa bora. Producer lakini hajajaribu kuuliza. Kwa nafasi yake hawezi kufanya hivyo. Hata kama amejisikia tofauti atabaki tu kujisikia yeye. Huwezi kuuliza. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo sisi tunabaki na ile moja kwamba kwa kipindi hichi mimi sio bora. Mimi ila muda ukifika nitakuwa bora. Ila guess what? Watu wanajiuliza maswali. Mbona kuna tuzo zingine wewe jamaa kaingia kama director bora? Yes. Unaona? Sio director bora Tanzania, tunasema East Africa. Na sasa unatuma vigezo vyako, unatuma na kazi uliofanya, watu wanaipitia. Kwa hiyo mimi nilituma trailer Kombolela na Jivu, wakaipitia kwenye website, wakarudisha kwamba wewe jamaa unastahili kugombea hii tuzo. Umeelewa vizuri? Nilituma nini? Kombolela na Jivu. One of my best tamthilia Jivu. Ni kitu changu cha maisha yangu. Tuko tuna Global Awards ipo kabatini. Ipo pale. Nao ni hivyo hivyo wao. Unatuma. Mimi hadi trailer leo tuma ya Kombolela ninayo, hadi trailer Jivu leo tuma ninayo. Najaribu kuwaza kwenye akili ya kawaida, mhusika ama wahusika wenye mamlaka hawajalitazama hili kwamba huyu mtu ana tuzo ya Global Awards anayo, kuna tuzo kubwa East Africa ndio tuseme, ameingia. Kwa nini tumtoe hapa? Yaani hawa watazamaji tutawaambia nini? Kwa sababu watazamaji wenyewe wanaona kwamba hiki ni kizuri ama hiki ni kibaya. Najaribu kuwaza hiki kitu, labda ukinisaidia kuwaza na wewe labda.
katika tu akili ya kawaida kwa upande wangu wako sawa. Wako sawa. Lakini katika macho wengi wanahisi hawako sahihi. Ni mtazamo. Mimi siwezi kuwaza tofauti kama ambavyo wanawaza. Kwa upande wangu mimi naona ni kitu cha kawaida sana. Sawa. Ni kitu cha kawaida sana. Huenda pia ikawe fundisho kwa watu wengine ambao kwa sababu ambao hawajaingia sio mimi tu. Naamini wapo wengi. Ambao wapo directors ambao wanachipukia, wapo directors wengine wakubwa. Kwa hiyo hii kama Machupa hayupo na sasa hivi tamthilia anayoifanya inafanya bora, penza kuwa fundisho kwa yule ambaye anachipukia kwamba asijisikie vibaya. Kwamba mbona hata Machupa hayupo? Ama hata Machupa alishakukosa. Hata Machupa alishakukosa. Kwa hiyo kila kinachotokea hutokea kwa sababu. Kama sio kukuumiza, kuwafunza watu wengine. Yep. Sawa, tukizungumzia tamthilia bora zilizopo kuna Kombolela, kuna Dosari, Baraluko, Kiwembe na Fahari. Natamani ukae kama mtazamaji sasa, usikae kama director. Unahisi tunakwenda kumpa nani tuzo hapa vile ambavyo unapotazama? Kwanza moja ya taratibu za tuzo ni moja nikumbuke. Zinatakiwa kuingia tuzo ambazo 2026. Yaani inatakiwa kuingia tamthilia ambayo au movie ya kuanzia 2024, 25 na 26. Hizo tuzo 25 sisi 25, si ndio? Kwa maana yake 24, 25. Ndio hapo zilizotoka zitakuwa nadhani ni moja ya kanuni zao kama sikosei. Kwa hapo utaangalia. Hizo zingine zipo kwenye hiyo kanuni au la, hiyo na kuachia wewe. Lakini pia nikija kwenye swali lako, nikiwa kama mtazamaji nitaipa tuzo gani? Okay, umesema kuna Dosari, Kombolela. Dosari ya nani? Dosari ya nani? Dosari Dosari ya nani? Dosari ya dada fulani hivi, ilikuwa Maisha Magic hiyo DStv. Alafu Baraluko ya Gabu ya YouTube hiyo. Hapo Dunia hivyo. Dunia hivyo. Wewe Baraluko kumbe ni YouTube hiyo ya YouTube. Dunia ipo hapo. Nyingine ipi? Kiwembe. Kiwembe ndo sijui ya nani. Jamaa yule? Ya nani? Napoleon. LNS yule jamaa Gweng Bongo? Kama ni mzungu kama mtu fulani. Bongo huyo. Sasa chiza alifanya Kiumeni? Sasa si ndugu yangu, usimjue mtu mkubwa kabisa. Wewe ni noma wewe. Wewe mnafanya Gweng Bongo, amefanya Kiumeni, mara vizuri. Na Idris Sultani ni moja watu wenye ni moja ya watu ambao Tanzania tumebarikiwa huyo bwana. Fahari Jennifer Kiaka ambaye alikuwa na Lukaza MTV ndio imesha. Hata mwanangu Amadi yumo Fahari. Afu Kombolela. Kombolela. Sasa sijui nikwambie nini. Zote ni bora. Zote nzuri. Zote zina staili. Lakini ukiniambia ipi ina staili zaidi, nitakwambia Kombolela. Kwa sababu hata leo hapa saizi unanioji leo tarehe ngapi? 17. Juma ngapi leo? Jumamosi. Saa 1 kamili nasubiria saa 1:30 Kombolela. Nasubiria kuangalia Kombolela. Kwa mpaka leo tunayo. Kwangu itakuwa bora. Imeishi sana hiyo. Tukiacha hakuna kitu kigumu kwenye industry kufanya kitu kiwe kiende muda mrefu sana. Unaikumbuka Isdingo mzee? Yes. Unajua Isdingo? Yes. Isdingo mzee ilianzishwa mwaka 1997 mwezi wa 6. Imekuja kudondoka Isdingo ni mwaka 2020 kama sio na 3 na 2. Mimi nilikuwa naifuatilia kuanzia mwanzo mpaka ninavyokuambia. Hapo kuna umri watu wamekufa, watu wamefanya nini. So mimi nilikuwa nikiangalia Isdingo nawaza kwamba huyu mwandishi, huyu director walikuwa wana vision kiasi gani. Japo wenzetu andiki mtu mmoja, aongozi mtu mmoja. Unapata ladha tofauti. Sisi Bongo hatujafika kutokana na bajeti zetu. Mimi ukiniita niongeze episode zako 2, unatakiwa kunipa mzigo unaotaka. Ukimuita mtu mwingine ndio umpe mzigo unaotaka. Inalipa. Kwa hiyo kitu kiishi muda mrefu, wazee, sio rahisi mwanangu. Maisha vitu ni vile vile. Lazima uvifanye katika mtindo tofauti, hapo unatakiwa uwe mbunifu. Mwandishi wa mbunifu, director wa mbunifu. Usiwachoshe watazamaji. Matusi mengi yanakuja kwa sababu wao wana mawazo yao. Kwa hiyo sio rahisi. Wao unahisi katika hali tu ya kawaida. Tutoe vitu vingine. Hiyo Kombolela istahili. Sio kwa sababu nimefanya mimi. Kombolela imeanza kuruka lini? Unajua inakata mwaka hiyo. Ni rahisi kufanya kitu kikate mwaka na bado kimesimama pale.
wanakipiga mishale kukishusha la bado kimesimama pale mwanangu. Sio rahisi na hakuna ambaye ameweza kufanya. Hakuna director aliyefanya series hiyo ndefu kiasi hicho ipo mainstream kwenye TV. Hayupo brother. Haijawahi kutokea. Hakuna producer, hayupo mwandishi, hayupo DOP, hayupo mtu wa sound, hayupo waigizaji ambao walofanya kitu kirefu hivyo. Hawapo. Ni sisi. Hatujisifii, tunazungumza ukweli. Watanzania wakichukua kama tunajisifia ni wao. Ila ni ukweli. Ndio maana nimekupa mfano wa Esdingo brother. Mimi ni mfuatiliaji wa Esdingo. Ina miaka mingapi? Miaka mingi. Sio rahisi. Kwa kuna muda lazima wape watu heshima yao. Kama yeye noma. Mimi sijawahi ona. Mimi nimeingia pale na Mama Kimbo Azam TV, nimeingia na Kombolela season 1 Azam TV. Nimehudumu pale. Mama Kimbo nimeenda nayo misimu 5. Kombolela nimeenda nayo misimu 5 brother. Nimeingia na sijaingia na Jivu hapa. Nimeingia na Kosa Moja, nimehudumu misimu 2 kama chief director. Nimeingia na Zahanati, nimeenda misimu 4. Nimerudi na Kombolela hapa Azam TV brother. Mwaka kikawaida series inaenda miezi 6. Ukitoa kipengele cha tamthilia bora, pia inaonekana kuna vipengele, kuna filamu bora kupitia na besi ni sambamba na filamu bora Haiba. Tofauti zake nini hizi? Emerudia tena. Ni filamu bora Haiba na filamu bora Mandhari, kwa maana huko ni set design alafu huko ni production design. Hiyo Haiba imekaa katika neno gani? Tuseme tutafsiri kwa neno gani? Ina location yao, muonekano kama sikosei. Yes. Vitu ambavyo vinasaidia kusimulia hiyo tamthilia, muonekano. Umeelewa vizuri? Ukiangalia Kombolela inastahili kwa sababu inasimuliwa na vitu vingi. Kombolela sio wale wasanii kuzungumza, sio tu picha, sio tu drama, pia unachokitazama, vile unavyoviona kwenye Kombolela vinasaidia kusimulia story. Ndo wanangu wasetu walipokuja kuwa hapo. Kwa hiyo nisikufiche bro. Ukizungumzia tu hiyo production designing iliyofanyika kwenye Kombolela na mwanangu na watu wa set, kina mwanangu wa Tibu huyo, mtu mbadi kabisa, Bega, wameua. Ile nyumba unayoona kwenye Kombolela brother haikuwa vile. Yaani producer shasema kwamba ile nyumba inatakiwa ivunjwe. Kwa maana yake walikuwa watu wameishi wameondoka, haikuwa vile. Wewe unaiona ilivyo? Modify, unapigia hela. Naona hayavutii. Kwa ni watu wamefanya kazi. Acha investment ambayo imefanyika, lakini watu ambao wamefanya kazi. Kwa hiyo inastahili kwenye hicho kitu. Au unaonaje? Sijui mimi sitaonekana niko upande gani. Yaani hapa tunazungumza tu kishikaji. Mimi mwenyewe na hamna, hapana. Nipige story kishikaji, wewe unaonaje? Usinipigishe shoti. Miongoni mwa vitu ambavyo nimesema nikikutana na director Kombolela, director Machupa, nitamuuliza kuhusiana na kinyang'anyiro hiki cha mwigizaji bora wa kiume. Kuna majina matatu hapa. Kuna Ernest Napoleon ambaye tulitoka kumzungumzia hapa kupitia tamthilia ya Kiwembe, na tulimwona Lomole Matovolwa ambaye kupitia kwenye Kombolela tunamfahamu kama Kobis, sambamba na Salim Ahmed Isa ambaye ni Gabo kupitia Badaluko. Swali langu la msingi hapa, mara kadhaa tumeweza kuona kwenye kipengele hiki kuna kuaga na mzee Kikala kama msanii bora, lakini muda huu hayupo, badala yake ameingia mwanawe Kobis. Tusemeje, ni muda sasa mzee Kikala anamwachia kijana wake, ama Kobis kayafanya makubwa kiasi kwamba anawekwa na wakali hao kuweza kushindana? Mzee Kikala ni mwigizaji bora wa muda wote. Kwangu mimi fundi mmoja hivi. Yeye mwenyewe tukiwa gazeti ananitaga wewe mwamba wangu vipi? Yule mzee fundi sana mwanangu. Nakwambia ukweli. Nimefanya kazi na watu wengi, lakini Kikala fundi. Unajua Kikala pia ni kati ya watu ambao wana elimu kubwa sana ya acting. Mlavizo ni mwalimu ule Bagamoyo. Lakini ni kati ya watu ambao wanasikiliza. Ni mwigizaji bora wa muda wote kwangu mimi. Lakini kwa sasa hivi Kobis Jobless wa taifa, yes, ni wakati wake. Ukiniuliza kwa nini, kwa sababu Kobis kazungumzwa sana pia. Wewe shahidi.
Kobisi kazungumzwa sana. Yaani Kobisi kwenye hii season 2 hii Kobisi kafanya ujinga mwingi. Kwa hiyo to me Mzee Kikala kumwachia Kobisi, of course Kobisi anastahili hapo. Na narudia tena, Kobisi kafanya vitu vikubwa. Kobisi kawa mifano. Yaani ukiona mtu anakuwa mifano kwenye vitu vingi, maana yake kuna kitu kimefanyika brother. Kobisi kuna kitu kafanya kikubwa. Leo ukisimama hata ukimsimamisha Kobisi sehemu, Kobisi utaona yes Kobisi. Kwa hiyo anastahili Kobisi, to be honest. Binafsi niliwahi kuposti huo mchakato hawa washindani kupitia kwenye mitandao yangu, lakini nafasi kubwa walikuwa anapewa Gabo ambaye ni Salim Ahmed sambamba na Kobisi, kwa vile ambavyo watu wamecomment. Nikasema nikuuliza kwa nafasi yako ujaribu kumtazama Kobisi, alafu kuna Gabo, tunafahamu kuna makubwa mengi kashafanya kwenye tasnia hapa. Kobisi anaweza katoboa kweli hapa? Kobisi na Gabo kashafanya makubwa mengi kwenye tasnia. Hizi tuzo haziendi kwa historia ulishafanyaga nini. Gabo ni moja ya mwigizaji wazuri kwa kutokea hapa Tanzania. Mimi ni moja ya mwigizaji wangu bora kwangu mimi Gabo Zigamba. Waleka vizuri. Lakini hizi tuzo haziendi kwa ulifanya nini. Ukizungumzia kwamba ulifanya nini, mimi nimefanya, kuna vitu nimefanya pia. Kuna watu wamefanya vitu vingi pia kushindwa mimi. Lakini kwamba kwa wakati huu nani kafanya nini? Kwa wakati huu si 25 nani kafanya nini? Gabo Kiwembe kafanya naye. Wafanye wanavyofanya. Ila Kobisi kafanya. Mimi simkatai Gabo. Narudia tena, Gabo kwangu ni mwigizaji bora. Mbona sijazungumzia kuhusu Ahmadi hapo? Sijazungumzia kuhusu Cholo hapo. Sababu kuwepo kwenye kinyang'anyiro. Umeona? Nasema Gabo ni mwigizaji mzuri. Kuwahi kutokea hapa? Nakupa hiyo. Lakini kwa kipindi hiki brother, Kobisi kuna kitu kafanya. Kobisi anaimbwa. Hauwezi kuimbwa kama kuna kitu hujafanya. Kwa nini hujaimbwa wewe Nyundo? Anaimbwa Kobisi. Kafanya. Kwa hiyo kwangu mimi Kobisi kuna kitu kafanya. Na heshima alichokifanya Gabo, ila Kobisi kwa kipindi hichi jamani, tukisema tuitafute haki labda ashuke malaika. Kobisi kuna kitu kafanya, to be honest. Pia katika wale characters wote wa Kombolela, kwa wa kiume hakuna anayemgusa Kobisi, mimi najua. Hebu irudie vizuri hivyo. Kwa kipindi hichi kwa hawa characters wote wa kiume hakuna anayemgusa Kobisi, hakuna anayemgusa Kobisi. Kombolela, ile Kombolela mimi si ndo nipo pale mwenye Kombolela yangu. Ndio wale nao ndugu zangu. Wapo pale wote wale kina Cholo, Abilai, Mzee Kikala, nimekwambia fundi wangu, mwanangu. Ahmadi, mwingine nani? Pale ile nyumba tuzungumzie basi. Mashunda. Yule Mashunda jini nalo. Watoto walione. Lakini Kobisi hakuna aliyemgusa. Wale wenyewe wale hawajamgusa Kobisi. Mimi nasema Kobisi hawajamgusa. Kobisi anastahili brother. Kuna wewe tuzo ya msanii bora kwa tamthilia unampa Kobisi? Nampa Kobisi. Kobisi. Sasa mimi hesabu nitakuwa sio mtu wa haki. Hata kama haki hapa ipo. Mimi mwanangu nimenyoka. Kobisi kuna kitu kafanya, to be honest. Tunaheshimu wote hao. Ya Kobisi kuna kitu kafanya. Kobisi anastahili tuzo. Kingine ambacho kwa kasi msanii bora wa moja kati ya kipengele ambacho hata mimi mwenyewe nilivyoposti kwenye mtandao yangu, ushindani ulikuwa mkubwa. Kalaka alikuwepo Shamila ni Madawa kutokea kwenye Kombolela, alikuwepo Mary Mtemi kupitia Dosari, Tekla Adolf kupitia The One at Home, Stella Mbuge kupitia kwenye Kiwembe, Rachel Richard kupitia Susana, Mariam Ismaili kupitia Business Inda, Bahati Mgunda kupitia kwenye Baraka Tatu, Muki Salum kupitia Maisani, Karini Justin kupitia my day. Shit, it's my birthday. Wa mwisho ni Maridhia Baraka kupitia kwenye Subira. Tumzungumzie Madawa. Mmoja kati ya mama ambao anaimbwa na mwenyewe. Unahisi kwenye hiki kinyang'anyiro kwamba kwanza hiki kuwepo kwa sana yake vile ambavyo unaitazama imekaa pabaya sana. Imekaa pabaya katika namna hii.
sijui watu watatafsiri vipi. Lakini mimi kwenye maisha yangu kitu ambacho wasikijali kwamba watu watasema nini. Ukisikiliza watu wanasema nini brother, huwezi kufanya kitu chochote. Imekaa vibaya katika maana ya Bista ni mtu wangu wa karibu, sawa, ni mwigizaji wangu kwenye Kombolela, sawa, lakini umewasoma wengi hapo. Mariamu Ismail, Jini, umesoma shemeji yangu anaitwa Mulki, anakuja vizuri, niseme hivyo. Umewataja wengi, wengine nawajua, wengine siwajui, ila nao wajua mafundi. Ila sasa ukija kwa Bista, so mimi tu hata mimi nikinyamaza, basi ukiruhusu baadhi ya viungo vyangu vizungumze, vitamtaja. Mimi nikinyamaza, ukiruhusu miti iongee, itasema. Mimi nikinyamaza, ukiruhusu mawe yaongee, yatasema. Lakini sio kwa sababu yupo kwenye Kombolela, sio kwa sababu Mwadawa. Ni kwa sababu yule mama ni kama maji. Utayaoshea vyombo, utayafulia, utayanywa, utaoga. Yaani ana kitu cha pekee yake. Yule mama ni mwigizaji bora wa muda wote. Alafu sasa yani ndio hivyo tu, kwa sababu ni tuzo. Ila to be honest, kuna watu hawafai kulinganishwa na watu. Kama amekosewa hivi kuwepo hapa. Sijasema amekosewa, kwa sababu yupo kwenye Kombolela, na Kombolela ndio wakati wake, na hizo kazi nyingine wakati wake, kwa anastahili kulinganishwa na watu. Kama yani kwa vile ambavyo umemtafsiri kama fundi sana yani. Hakuna mtu ambaye amjui Bista. Sure. Narudia tena, hajakosewa kulinganishwa na hao. Kwa sababu ni kazi. Na uigizaji jinsi ulivyo, unaweza kwenye kazi hii ukafanya ukawa uko chini ya kiwango, mwenzako akawa yupo juu ya kiwango, hata kama fundi kiasi gani. Hivyo vitu vinatokea. Umeelewa vizuri? Vinatokea. Zipo kazi za Sharukani nyingi, kuna kazi zilibuma, kazi zilihiti. Katika tasnia inatokea. Kwa hiyo sisemi kwamba hakustahili kulinganishwa hapo, anastahili. Lakini to me naweza kusema kwamba ni mwigizaji wa muda wote. Kuna watu pia hawastahili yani hao wape tu, kama nataka kuwapa wape, afu usiwaweke. Bista sasa. Bista anastahili. Wote wanastahili. Ila hata wao waliolinganishwa nao wanajua kwamba mama anastahili. Hata kama hatashinda kwenye mioyo atasema kwamba bi mkubwa anastahili, ndio tumeshinda sisi, labda mashabiki wamepiga kura nyingi. Maana hapo kuna kura za mashabiki, kuna kura za majaji, labda mashabiki wamepiga kura nyingi, inatokea. Ila Bista ni kitu kingine. Yaani kwa lugha nyepesi kwamba yani Bista kama unajua wale alien. Wangamu mmoja anaitwa Jadu. Yule jamaa alikujaga yani, akawa anafanya vitu ambavyo hawezi kufanya binadamu. Sasa tunakuja kwenye uwezo wa kuigiza. Kuna kipengele kinaitwa SUS. Tunasema kwamba special skills, SUS, special unique skills. Kwenye uigizaji, waigizaji wengi pia hawajui. SUS, special unique skills. Huyo mtu aigize, anaishi maisha yake, ndio unakuwa na uwezo huu brother. Wapo waigizaji wa hivyo duniani. Sasa Bista ni mmoja wapo. Sijui itatafsirika vipi, lakini huo ni ukweli. Always mimi nasemaga tu ukweli mwanangu. Doesn't matter why mtu anasema nini. Uliposti video fulani hivi nakumbuka kwenye mtandao wako wa Instagram. Bista kama bwana mimi njoo zungumze kuhusu tuzo, unakumbuka? Yeah. Natamani nifahamu moment ya kutengeneza ile video, alafu Bista mwenyewe anazungumzaje kuwepo humu. Tuanze na vile ambavyo ile video ulikuwa unatengeneza. Bista tukitoka kwenye mambo ya uigizaji, Bista mimi ni mamangu. Kwa maana ya nimekutana naye Mama Kimbo. Mimi Bista nishaichapa naye scene moja hivi. Kwenye Mama Kimbo, kama watu washaionaga, alikuja kuomba moto. Hapo mimi ndo naingia kwenye mainstream kupitia Mama Kimbo. Kipindi hicho naigiza pia.
nikachapaga naye scene moja. Ni mtu ambaye analikubali, analijua muda mrefu. Yaani anaona hatua zangu. Tunaongea vitu vingi, pia ni rafiki wa mke wangu. Tulikuwa tuna shoot, nikamwambia mama, tukimaliza hii scene kushoot, nataka tushuti watu wakupigie tuzo. Wakupigie kura kumradhi. Akasema sawa mwanangu, lakini hakuwa. Nikamwambia idea mimi ninayo na yeye pia ana idea yake. Nikamwambia sawa mwanangu, tutashoot. Kwa hiyo mimi kuna vitu nikawa nafanya bila mwanangu, je tushoot sasa. Kwanza alifurahi na hakutegemea kwamba tungeshoot hivyo. Ni hivi, mimi sio mtu ambaye naweza kufanya kila kitu na kila mtu. Huo ndio ukweli, huo ndio nipo hivyo. Hata wewe usio unafanya interview na kila mtu brother. Jitengenezee kitu fulani. Kwa hiyo mama alifurahi kwamba yes mwanangu ananisupport. Kwa hiyo nikampa idea yangu iko 1 2 3 kwa sababu sio clip hiyo, hizo clip nyingi. Hata kama sipo mama lazima anitaje. Huyu Machopa yuko wapi? Ndio mtu ambaye mtu wangu wa karibu sana. Kwa hiyo alifurahi na hakutegemea. Kwa tukapiga clip yetu, clip limeondoka. Limeondoka kinoma ile clip. Mwenyewe sana zungumzaje kuhusu yeye kuwepo kwenye hii category? Anahisi atatoboa ama anaona vijana wale? Mama sasa ni mtu tofauti. Alafu huwezi amini. Nilikuwa nazungumza naye juzi. Akaniambia mwanangu, ikitokea wameshinda wanangu wengine, mimi ni mama. Nakupa hiyo. Nilikuwa nazungumza naye. Akaniambia mwanangu, wakitokea wameshinda watu wengine, hao wote ndio kwa nawapa mimi, wengi ni wanangu. Kwa mimi nitafurahi tu. Akaniambia kweli mama. Sasa wewe ni mtu ambaye amekomaa, ni mkomavu. Ni mkomavu. Kwa hiyo wakitokea wameshinda wengine, mimi nitafurahi kwa sababu ni wanangu. Sasa kuna mama ambaye apende kumwona mwanao anashinda? Hayupo. Kwa hiyo ngambia mama, wewe mkomavu hivi vitu. Ila mtu mwingine angejiangalia yeye zaidi. Japo anastahili. That's it. Naomba tumalize haya masuala ya tuzo, tuzungumze kitu kimoja hivi. Nowadays mitaani kwetu kule ambapo sisi tunaishi, kuna tamthilia ambazo zinaimbwa sana, ni 2 ambazo zinarushwa weekend. Ijumaa inaanza Noma, alafu inafuata Kombolela, kwa maana kwamba ndo tamthilia ambazo zinaimbwa kuliko tamthilia zote. Zipo nyingi lakini hizi ndizo nyingi ambazo zinaimbwa. Mara kadhaa nimekuwa napita kwenye comment mnapokuwa mmeposti baadhi ya video, whether ni ninyi Kombolela ama wao Noma. Watu wanajaribu kulinganisha Kombolela na Noma. Swali la msingi kwako kama director, ujio wa Noma kuna namna fulani ambao ninyi kama watu wa Kombolela imewakata kusema mbona kama imekuja kutuchukulia watazamaji wetu hivi? Mbona kama imekuja kutuchukulia upepo wetu hivi? To be honest, I swear to God, wallahi, summa wallahi, ujio wa Noma haujawahi nikata. Mimi kama director, mimi napenda changamoto. Mimi kwanza sipendi vitu vyepesi. Mimi napenda changamoto. Brother, akili haikui kama haukutani na changamoto. Sasa kwa nini niogope inapokuja labda tuseme ni changamoto? Mimi siwezi kuogopa. Mimi kwa changamoto naifuata na naipenda. Kwa sababu pia sio mtu ambaye nafikiria tu kuwa muongozaji Tanzania. Mimi siwazi hivyo. Allah tu ajalie. Sasa katika namna ya kibiashara kwangu mimi na enjoy. Na enjoy sana. Nafurahia. Japo sio kitu ambacho napenda kukizungumza, ndio maana sijawahi kuzungumza, na ndio maana ukifuatilia hakuna mtu aliyezungumza. Lakini mimi na enjoy. Kibiashara kwanza unajua mimi kwanza sifuatilii vitu vingi vya Kitanzania. Mimi naangalia wenzetu wanafanya nini. Hivyo ni vitu vya kawaida brother. Ila sasa sisi kwetu tumeweka katika mtazamo wa chuki. Ila duniani ndio biashara. Ni kama tu ukimzungumzia Messi na Cristiano Ronaldo. Nyinyi ndio mmeweka chuki, lakini wenzetu ni biashara. Kutokana kwamba na uelewa wenu mdogo. Kwa hiyo mimi sijawahi kujisikia vibaya. Haijawahi nikata. Hata hao watu ambao wanaongea vibaya labda. Kuna baadhi ya waigizaji wanaongea ovyo na wasikiliza. Haijawahi nikata. Sijawahi kufikiria vibaya. Kwanza naona huruma. Kuna kitu katika uigizaji. Unajua kwanza hapa Tanzania kwa waigizaji hakuna muigizaji superstar. Ila waigizaji wengi ni maarufu. Hakuna mwigizaji superstar kwenye waigizaji wote wa Tanzania. Waigizaji, yani sitaki kuwataja ni nani ambao unaweza kusema kwamba this one is a superstar. Kwa superstar mzee sio kitu kidogo. Pia hadi maisha yanahusika. Unamiliki nini? Unaishi wapi? Alafu kuna superstar, alafu kuna A-list superstar. Sasa ukishakuwa A-list superstar sio kitu kidogo.
Sisi wao wote ni maarufu, wanatarajia kwenda kuwa master. Sasa kuna elimu wanakosa. Kuna kitu kinaitwa public speaking. Wanakosa waigizaji wengi wa Kitanzania. Wenzetu kule, huwezi kumkuta mwigizaji yote Ulaya kakurupuka kuwa mwigizaji. Wengi wamepita darasani. Hata kama alichukuliwa mtaani, lazima apewe miezi 6 ya kutengenezwa. Sasa kwenye kutengenezwa, hautengenezwi kuwa mwigizaji tu ambaye unatumia hisia zako kwenye uwasilishaji wa tukio. Unafundishwa namna ya kuishi, nini uzungumze, nini usizungumze. Sasa wengi hawana public speaking. Public speaking hata hawana siasa wanajifunza. Wengi hawana. Kwamba ukiwepo hapa hiki usiongee. Yes. Sasa hauwezi kuwa superstar kama hujui public speaking. So public speaking ni kitu kizuri. Yaani unaweza kuongea kitu kikaathiri maisha yako. Kuna mtu amekaa na kutazama afanye biashara na wewe kama ambassador. Kuna kitu kaongea kaona kwamba yani uongeaji wowote ama chochote kinachotoka kwenye mdomo wako ndio kipimo cha kile unachokifikiria. Binadamu huipimwa zaidi na vitu viwili, katika vitendo na maneno. Uwezo wa kufikiria wa binadamu unapimwa na vitendo na maneno. Kama uigizaji ulivyogawanyika katika sehemu hizi, uigizaji umegawanyika katika vitendo na maneno. Pia hata akili ya binadamu inapimwa katika vitu hivi viwili, maneno na vitendo. Sasa unachokiongea mtu anapima uwezo wako kufikiria. Siwezi kufanya naye biashara, jielewi yule. Afai. Wewe unaona unaongea tu upate viewers, upate likes, kumbe unaharibu. Andika kwa darasani wajifunze. Public speaking. Inakuaje? Kuna muda watu wamechoka, wanataka waongee nini? Watu warudi kwenye mood. Kuna muda watu wamekupa attention, wanataka ukiona watu wamekupa attention, wanataka kuongea kitu gani ndio kiwaingie. Nini usiseme? Nini kianze, nini kifuate? Kukimbia maswali kwenye interview, mwandishi anakutega, wanataka kuongea nini? Wengi hawajui. Waigizaji wa Kitanzania. Sio kila swali la kujibiwa. Yeah. Kwa nimekupitisha hapo kuwasaidia. Kwa sababu mimi naonaga kwamba ukiwa muongozaji wewe ni baba. Nakwambia ukiwa muongozaji wewe ni baba. Sasa vijana wengi ambao wanakuja kuwa waongozaji hawaelewi. Brother, ukiwa muongozaji wewe ni baba. Unatakiwa kuwa na hasira. Unatakiwa kuwa na hekima zaidi. Acha kuwa na ufundi wako, ila unatakiwa kuwa na hekima kubwa sana. Sasa nikirudi kwenye swali lako kumaliza, niseme kwamba haijawahi nikata hata mara moja. Haijawahi nichukiza hata mara moja. Kwanza naona raha wanavyoishindanisha hiyo Noma na Kombolela. I'm very happy. Brother. Hakuna kitu kizuri kwa baba kama anapolinganishwa na mwanae. Nikuulize swali. Kombolela ina muda gani? Ina mwaka. Hiyo Noma ina muda gani? Sasa Kombolela baba ni kitu kizuri sasa baba anapolinganishwa na mwanae. To me it's good. Hata hao kilinganisha kitu cha muda mfupi na kitu cha muda mrefu ni kitu kizuri. Mimi kwangu nafurahi kuona baba anapofananishwa na mwanae. Kwa anapopita baba mtoto ndo anapopita. Kwa hao wanaompenda baba ndo atampenda mtoto. Kwa kitu cha kawaida. Kwa nafasi yako unasema kwamba Kombolela ni baba, Noma ni mtoto. Sikuwahi kutaka kuzungumza, nazungumza kwa sababu wewe mwanangu. Kombolela sina mwaka. Kwa kitu kizuri tu baba kulinganishwa na mwanae. It's good thing. Kwa nini kitu kibaya? Kuna kitu kibaya? Kwa mimi na enjoy. Sijawahi. Lakini hapo kwenye hapo una enjoy, mimi najiuliza kama director, unajua kuna namna fulani unakuwa una set vitu vyako. Mwandishi kachola, alafu wewe sasa unafanya wale wasanii wa present kile ambacho mwandishi amechola. Nikika hivi kama vile nitateka hisia za watu. Alafu unaona mtu kafanya kama kile ama kuna watu wanafanya kama kile. Wewe director haikumizi kusema mbona kama mbinu zangu kama vitu kama hivyo. Hakuna mtu ambaye yani kwamba mimi kwangu hainiumizi. Hakuna mtu ambaye anaweza akacheza labda akacheza na mbinu zangu labda kama mimi ni mimi, muongozaji wa kule. Mimi na mbinu zangu na vitu vyangu. Sasa umezungumzia kwamba kuhusu Swahili kwamba wanafanya kama sisi. Wao wanasema wanafanya kama ni Waswahili, si ndio? Na sisi ni Waswahili. Mswahili gani kaanza kuzaliwa? Wao wanasema ni Uswahili ambao advanced. Hakuna Uswahili hakuna advanced brother. Uswahili ni Uswahili. Uswahili gani? Kwamba Uswahili unaishi kwenye maisha mazuri? Hakuna bro. Uswahili no. Ukizungumzia Uswahili hapa tutachimba. Sawa?
Kwa hata Uswahili uje vipi, nani alianza kufanya Uswahili? Basi baki kwamba mtoto kalinganishwa na baba. Of course wao baba Kiswahili amezaa mtoto wa Kiswahili. Sijaona kama kuna mtu yote ambaye amebisha, hata wale ambao wanajibishana kwenye comment kwenye hilo kwamba Kombolela imeanza na imefuata, hata wao hawabishi, baadhi ya wasanii na viongozi wengine ambao nimezungumza nao, lakini wao wanasema kwamba Kombolela muda wao umeisha. Kombolela walikuwa wanatesa sana kipindi ambacho noma haipo. Vitu unajua uko unafanya vitu peke yako unajiendea tu, lakini kukiwa na mtu mwingine kwamba kama vile unakuwa umeamshwa, lakini muda huu sasa ni muda wa noma. Kila unayemuuliza muda wao umeisha, it's a matter of time, it's a matter of time. Kila mtu anazungumza hivyo. Nikasema nikikutana na Abduli nimuulize, Abduli mara kadhaa huwa ananikwepa, unaweza ukamjibia. Ni kweli sasa watu to focus kwamba Kombolela kwisha, ni muda wa noma, watu to focus kwenye noma, ama tusemeje? Siwezi kumjibia Abduli. Siwezi kumjibia mtu yote. Mimi naongea tu kama director Machupa. Na siongea sasa kama director wa Kombolela. Naongea kama director mtu ambaye anafanya hii film. Sawa? Ni wafafanue kidogo kibiashara. Kombolela ingeisha, wale Azam TV wangesitisha kwa sababu biashara kwao ingekuwa mbaya. Azam TV sio wanatoa hela. Ingekopa sio biashara kwao, wangesitisha. Kwa nini hawasitishi? Ipo ni biashara, inawapa namba. Watumie akili. Unajua watu wanaropoka, waongei. Umeelewa vizuri? Ingekuepo imekwisha, wangesitisha. Hivyo unaweza kutoa hela sema ambao unapata hasara katika akili tu ya kawaida. Hawana akili wanaozungumza hiyo. Narudia tena, waliozungumza Kombolela imeisha, wawe waigizaji, wawe nani, hawana uelewa mzuri. Sasa hii nitawaambia ukweli. Wajifunze. Filamu ni biashara. Bro, filamu ina stage 3. Kuna pre-production, kuna production, kuna post. Ikifika kwenye post hii inakuwa bidhaa. Brother, kama ilivyo tikiti likiwa sokoni. Kama ilivyo pipi, ni biashara. Kwa hiyo inaingia kwenye mchakato wa kibiashara. Kwa hiyo anayefanya biashara anatoa hela ili apate. Unaweza kutoa hela si mambo huwezi kuingiza hela. Hakuna mpumbavu wa hivyo bro. Kwa ingekuwa imekwisha muda wake, wangesitisha muda mrefu. Yani to be okay, ainiingizi chochote. Sawa, nakatisha mkataba. Sitaki. Nikuulize swali. Hakuna tamthilia ambayo iliruka afu ikasitishwa pale nani Azam TV? Zipo. Kwa nini? Kwa nini usitishe Kombolela? Ndio biashara yao pendwa. Sasa wanaongea kwa sababu tu hii ni entertainment. Sasa wanashindwa kuitengeneza. Uje Bongo entertainment wanaifanya kuwa chuki. Ndio ile tunasema majigambo ya kibiashara katika sanaa. Umeelewa vizuri? Ya kwamba mimi ni bora. Hii ni biashara. Ila wao wanaifanya kuwa chuki, na mbaya wengi wanaenda kuwazalisha watu wengine, kwani kuwatengeneza chuki watu wengine. Hata uwe kwenye muziki, iwe kwenye uigizaji, iwe kwenye sarakasi, iwe kwenye sanaa yoyote. Bongo tunaifanya entertainment kwa chuki sababu watu hujui vizuri entertainment. Kujigamba mimi nikisimama kama director kwamba tamthilia yangu ni bora nikatoa point. Hii ni entertainment, hii ni biashara, navutia kwangu. Ila nisitengeneze chuki kuonesha kitu kingine ni kibaya zaidi katika namna ya kukidhoofisha na kukitoa. Wewe ushasikia mimi nimeongea hivyo kusema noma ni mbaya? Au labda tamthilia ni mbaya. Vipi kesho wewe unafanya kazi huko ukinitaka mimi sina kukazia? Sasa watu hawana elimu. Kwa hiyo narudia tena, Kombolela ingekuwa imeisha, biashara yake ingekuwa imeisha bro. Unakatika mwaka. Basi hicho kitu kinawapa vitu vingi. Kombolela imeisha, mtaani watu wanaimba. Nikupe mfano mdogo. Waigizaji wale wa Kombolela wakisimama sehemu watu wakipita, watu hawapigi kelele. Shauti. Anaambia mwigizaji gani akipita, watamthilia ipi akipita mtaani watu wanapiga kelele kama mwigizaji wa Kombolela. Waache kutumia vitu vyao. Yaani wajaribu kuitafuta hii biashara katika namna yake tofauti. Kama wana nani basi waje pale Vision Talent. Mimi natoa elimu hiyo bro. Pale Vision Talent darasani. Waje ni wape elimu. Hizi biashara zinafanywa vipi? Mbinu zake ni zipi? Hakuna biashara inaweza kukua kwa kudhoofisha biashara mtu mwingine. Haipo. Biashara yako kitu cha kwanza iwe bora. Hiyo ndo kanuni namba 1. Kupambana kuwa bora. Mashabiki wengi walikuwa wanailinganisha Kombolela na noma. Mashabiki sasa, sababu ya msingi wanasema Kombolela kuna scene moja iliruka, niseme episode ile ambayo Shida Masamba anafanya shughuli.
the same day kulikuwa kama sikosei, lakini kulikuwa kwenye noma nako kuna shughuli inafanyika, na pale wakasema mbona wafanya shughuli hao watu wamekopi kupitia hapa. Kama director, kwa jicho lako la tatu ukitazama, ukiangalia, kuna uwezekano kweli hii noma imetengenezwa kwa kutazama Kombolela wanafanya nini? Asa wao ni mawazo yao, kama ni kweli ni wao, kama sio kweli ni wao. Kila mtu ana uhuru wa kufikiria na kuongea kile ambacho anakifikiria. Ukija kwenye Kombolela, shughuli ya Shida Masamba ilianza toka Shida Masamba anaolewa. Uongo? Kweli. Shida Masamba anaolewa hajafanya usiku wa vyombo, kaolewa kibubububu. Kwa hiyo alitengeneza plani muda mrefu. Sisi tunaanza Kombolela season ya kwanza, yani episode ya kwanza, Shida anaolewa. Episode ya pili, ya tatu, Shida anaanza kuambia mimi nitafanya shughuli. Noma ilikuwepo. Ndio amekuja. Ni maisha, ni mipango. Vitu haviendi, vitu vinakuwa. Kwa Kombolela watu wanaishi. So vitu vyetu vya kufikirika, ni watu wanaishi kwa utaratibu wa maisha ya kawaida. Kwa hiyo ile shughuli ilikuwa ya muda mrefu ndio imekuja kufanyika. So kwamba tu watu wamekurupuka kufanya shughuli usiku wa Shida Masamba. Usiku wa Shida Masamba ulikuwa unasubiriwa kwa hamu. Hata watazamaji utakuwaje? Ni kitu ambacho kilianza muda mrefu. Kama ambavyo wewe utapanga mwakani 2027 mwezi wa pili, mimi nitaoa. Unaanza kujiandaa leo. Uongo? Ndio ilifungwa kwa Shida Masamba. Swali la msingi, binafsi kama director, unaamini ya kwamba noma amekopi baadhi ya vitu kutoka kwenye Kombolela? Sitaki kusema hivyo, kwa sababu unaposimulia maisha aina yote, nataka niwaulize swali watu. Mimi naongea kama director sasa. Brother, niamini mimi, ipo scene tunaofanya Tanzania, Ulaya ilifanyika. Oya, hakuna kipya tunachokifanya sisi, ila tunakifanya katika mtindo tofauti. Narudia tena, tunachokishuti leo kuna watu wanaweza kishashuti muda mrefu. Kubali hiyo? Kweli. Tunachokifanya sisi au wanachokifanya wao watu fulani, kuna watu washafanya muda mrefu. Ila sasa wewe unakifanyaje? Katika mtindo upi? Kwa siwezi kusema wamekopi. Waelewe kitu kimoja. Unapofanya filamu unaelezea maisha ya watu. Maisha ndo hayo. Fulani kamtoka na fulani kamsema fulani. Ndo kukopi, si ndo maisha yalivyo. Ila sasa wewe umbea wako unafanya kwa namna ipi? Ndio maana tunasema hivi, lazima uwe mbunifu. Na ubunifu ni kufanya kitu kile katika mtindo wa tofauti. Zipo scene watu wanakisiana hapa Bongo. Ulaya zipo. Ila nyinyi watu wanakisi vipi? Wanatazamana vipi? Utofauti wa kwanza wa hizo scene ni hawa character. Kwa sababu kama alicheza Sharukani na Kajolo napiga busu, hapa kacheza Zura Kaoge na Degwa wanapiga na busu. Utofauti wa kwanza ni hawa waigizaji Zura Kaoge na Degwa, Sharukani na Kajoli. Tuone kwamba Zura na Degwa watabusu vipi. Huo ndio tofauti wa kwanza. Wako wapi? Mazingira yapi? Busu lao litakuwa la mtindo upi? Kabla ya kubusu wa Tanzanini, wale kabla ya kubusu walianza nini? Utofauti. Hiyo ndio filamu. Hatukopi. Tunasimulia maisha, kwa vitu vinaingiliana katika filamu. Vinaingiliana. Kwa sababu hakuna kipi utakachokielezea bro. Niambie kuna kitu gani ambacho hujawahi kukiona, hujawahi kusikia? Kwa sababu filamu iko hapa, iko na kwenye masikio. Filamu ni lugha ya picha. Hakuna kitu kipya mwanangu utakachoelezea. Huku ndoa ndio ile. Haya, akioa mtu kwenye Machupa filamu, akioa mtu kwenye Nyundo filamu, wote zote ndoa za Kiislamu, inakuwa na tofauti gani? Huku kuna dua nyingine, huku kuna dua tofauti. Ila sasa hii imeiandaa vipi kabla ya kufikia kwenye hiyo ndoa? Au hiyo ndoa yenu ni ya mtindo gani? Matukio gani yanatokea kwenye ndoa? Ni vitu ndio vinatofautiana hapo, ndio tunasema ubunifu. Narudia tena, ubunifu ni kufanya kitu kile katika mtindo tofauti. Sasa watu wawe na elimu, wasikurupuke, lakini wana haki kuongea hivyo kwa sababu ni mashabiki, wanapenda, na wache waongee katika hali ya kuchangamsha game. That's it. Wewe binafsi unatazama tamthilia Noma? Ama unitazamaga tamthilia Noma? Mimi nisiwe Mungu. Mimi sio mtu ambaye naangalia sana TV. Mimi Kombolela yenyewe nikienda ku preview ofisini, nikirudi unaweza kutoka kwamba sipo nyumbani. Bro, mimi sina muda. Kwa hiyo nisiwe muongo. Nitakachokikuta ndicho ninachotazama. Siwezi kusema naitazama Noma hapa, anaanza kuniuliza maswali hapa nisijibu. Ila ukiniuliza maswali kuhusu Kombolela kwa sababu ni ya kwangu, ni nani, nitakujibu na ijua from way back, from the scratch. Nimekuuliza hilo swali kwa sababu nilitaka nifahamu walau kama karakta wake unawajua. Siku moja nilikutana na sehemu mtu anamlinganisha
Mwamini ama Chanuo na Chioma. Chioma bila shaka unamfahamu, ambaye yupo kwenye tamthilia ya Noma. Angel. Namjua. Chioma manake ile karakta yake ya Chioma kule unaifahamu manake. Nimebahatika kuona baadhi ya sini labda katika mitandao. Ila pia Chioma namjua ni mwigizaji mzuri. Yaani ukitoa kila kitu namjua ni mwigizaji mzuri. So, nisitumie neno Chioma, nitumie neno lake Angel. Ni mwigizaji mzuri. Si ndio alicheza Lolita? Ni shoga yake na mke wangu. Kwa nini simjue? Sasa mimi nitaka nikuweke hapa kwa Chioma kwa sababu nilijua kule umeitazama. Alafu watu wanazungumza ile karakta ya Uswahili. Kuna Mwamini ambaye tunamfahamu Uswahili wake kwenye Kombolela, alafu kuna Angel ambaye huku tunacheza kama Chioma. Kama ungekuwa umeitazama alafu ndo ningeanza swali langu la msingi hapa kwa Mwamini na Chanuo. Kama ingetokea wewe sasa utuchukulie yupi ambaye unamtaka Mswahili kwenye hawa wawili? Ambaye kwa nafasi zao kwenye Kombolela kaonyesha Uswahili, kwenye Noma ameonyesha Uswahili, yupi ambaye alikuwa ni bora kwa vile kwa uchache ambao umetazama kwenye Noma? Tuvue kofia ya kuwa director wa Kombolela. Umeelewa vizuri. Tuvue sasa basi, labda nizungumze tu director Machupa kutoka Vision Talent. Sawa. And tuache Kombolela. Unanekea Mwamini na Chioma katika Uswahili. Mimi nitakupa sababu. Narudia tena, Angel ni mwigizaji mzuri. Ni mmoja wa mwigizaji mzuri sana. Ana aina yake ya uigizaji. Mwamini ni Mswahili. Yaani Mwamini ni Mswahili, ukimtazama hivi atutoe Mwamini Chanuo. Chanuo afikiri kwa nini anaitwa Chanuo? Kwa nini anaitwa? Yaani haya majina Angel, Chanuo. Hawa tu maisha yao walivyokuwa. Unajua acting inatoka pia hadi kwenye malezi, watu hawaelewi. Unakaa darasani. Ukimchukua Angel, una namna kubwa ya kutaka kumpika, kumswitch kuwa Mswahili. Ukimchukua Chanuo, una namna ndogo ya kumswitch kukupa Uswahili unaowataka. Huo ndo tofauti. Narudia tena, ukimchukua Angel unatakiwa kumswitch sana kuwa Mswahili. Kwa sababu automatically yeye sio Mswahili. Japo mwigizaji anatakiwa kuishi kwenye character tofauti tofauti. Ndio maana kuna muongozaji ambaye anampika huyu character. Ndio maana wenzetu duniani wanariesu hata miezi 3. Kwa hiyo nikimchukua Angel nina namna ya kumswitch kuwa Mswahili. Na muda naye nikimchukua Chanuo sina muda mwingi wa kumswitch kuwa Mswahili kwa sababu wametoka sehemu mbili tofauti. Tuseme huyu ni pure Mswahili Chanuo. Hapo sasa katika kitaalamu tuache tu. Chanuo ni pure Mswahili. Angel ni mwigizaji anaenda kuishi maisha ya Kiswahili. Umeelewa vizuri hapo? Watu wajue hivyo, sasa watu waelewi sasa kwa sababu sio walimu. Wakija pale Vision Talent tunawafundisha darasani. Kama director tunamalizia. Kama director ungepewa nafasi tumchukue msanii mmoja kutoka kwenye Noma aje kuongeza nguvu hivyo. Nani ambaye unamtamani kule? Mimi nimchukue katika tamthilia ya Noma. Mimi yoyote ambaye tu nitakamtaka aje kuongeza nguvu huko. Kama atahitajika, cast imemhitaji, Abdul akaniambia Machupa namtaka mtu fulani. Unasemaje? Mimi anipe mtu yoyote brother. Mimi unipe hata mtu ambaye katoka huko tu ana uwezo mdogo wa kuigiza, niletee mtu yoyote. Kwa siwezi kusema ni nani. Kwa sababu mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Nina uwezo wa kumfanya mwigizaji akaigiza vizuri. Hiyo ni moja ya kitu ambacho Mungu amenijalia. Na moja ya kitu napenda. Mimi napenda mtu aigize, aishi. Kwa mimi yoyote kama atahitajika, yoyote ile aje tu kwangu mimi ananyoka. Unahisi kwamba Chioma hajasichiwa vizuri kwenye Swahili na akijakuwa kunaweza kumsaidia kama pia Mswahili? Sasa siwezi kusema hivyo kwa sababu yaani hata bila kutazama siwezi kusema hivyo kwa sababu sijui story ya Noma jinsi ilivyo. Labda ndo ametaka Uswahili. Wewe ushaweka maji kwenye ndoo. Wewe unachota unachokitaka. Hichi ndicho ninachokitaka. Kile unachokiona ndicho ambacho director anachokitaka. Sasa mimi siwezi kuzungumzia unachokiona kwa Mwamini. Mwandishi alichokiandika. Mimi kile ndicho ninachokitaka napoona kwamba hiyo sitaki Mwamini, nataka hii. Kile ndio ninachokitaka mimi. Kwa hiyo kile ambacho unachokiona kwa nani yule ndicho director anachokitaka. Kwa sasa siwezi kusema kwamba hajasichua vizuri sababu director anajua anataka nini. Hiyo by professional kabisa. Kwa hiyo unachokiona kwa mwigizaji yoyote wa Kombolela ndicho ambacho mimi nakitaka. Kama sikitaki naambia sikitaki hicho. Nataka hichi na hichi. Na ubaya waulizi hao. Mimi naigiza kabisa. Nataka hivi na hivi. Wewe fanya zaidi. Kwa ukweli kabisa. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kile ndio ambacho amekosea kusichiwa. Huo ni ukweli. Tumalizie la mwisho la kumalizia. Unaenda kama director sasa.
mengi yamezungumzwa. Wasanii wa Noma mara kadhaa wamejinasibu kwamba Noma ni nzuri kuliko Kombolela, na baadhi ya wasanii wa Kombolela nishawahi kuuliza na wenyewe wamesema Kombolela ni nzuri kuliko Noma. Simama kama director, haya majivuni ambayo wasanii wanayafanya ni sahihi, ni sawa wao kufanya kwa wakati huu kwa pale ambapo wapo, ama wanakosea? Ni sawa. Ni sawa sawa tu na okay, poa basi. Wangu umeoa, nataka nikujibu kitaalamu, umeoa? Haya. Mke wako na mke wangu nani mzuri? Jibu swali hapa Nyundo. Mke wako na mke wangu nani mzuri? Basi. Basi. Niulize na mimi swali kama hili. Niulize. Mimi si nimeoa, niulize. Bwana, mke wako na mke wangu nani mzuri? Mke wangu. Unasemaje? Mke wangu mimi ni mzuri kushinda wanawake wote duniani. Mke wangu mzuri. Umeelewa nini hapo? Kwamba kila mtu anasifia cha kwake. Ndio binadamu. Ndio binadamu. Yule ambaye mke wako mimi niwe na mke wangu. Yule ambaye sasa wewe amesema cha kwake ni kizuri, wewe kama director next time unapata kazi unaweza kumuita yule bila shaka. Ukuamini kwamba wakati ule alikuwa pale ndio maana akakisifia kile. Kabla ya kusema cha kwake ni kizuri alizungumza nini hapa nyuma? Kama alinitukana, alinisema, unajua Osman niuliza mimi hapa, nimeponda kitu gani? Nimeongea ovyo hapa kwenye mambo hayo? Ulivyoniuliza kuhusu Noma, nimeongea vibaya? Nimeongea vizuri kabisa. Nimetoa elimu kubwa. Nimejibu kwa sababu nataka kutoa elimu. Na ni kawaida yangu. Ila sasa kama kuna namna ambavyo watu wanazungumza wanasahau kuwa wao ni nani. Ndio maana nikarudi pale pale. Hawajajifunza public speaking. Ukiwa mwigizaji wewe ni bidhaa. Ukiwa director wewe ni bidhaa. Ukiwa yoyote ule wewe ni bidhaa. Kwa hiyo itahitajika kila sehemu. Kwa lazima ujue namna ya kuzungumza. Sasa kwanza mimi nimefanya kazi na huyu Adamu kwenye connection msimu wa kwanza mimi nimeshoot. Narudia tena, Adam Lubago nimeshoot connection msimu, na muulize ananijua vizuri. Atazunguka ananijua vizuri. Yaani yule ananijua. Anajua uwezo wangu nikiwa set, ananijua. Kwa hata anachokiona kwenye Kombolela anakijua. Sasa ukija kwenye lugha ya biashara kuna namna ya kuzungumza, ila usizungumze kwa kumvunjia heshima mtu mwingine, kwa kumtukana mtu mwingine, kwa kumpa chuki, kwa kumtengenezea chuki mtu mwingine, kwa kutaka kumharibia biashara mtu mwingine. Sababu hii ni riski, ni maisha. Zungumza kwa sababu hiyo ni entertainment, ni biashara. Ndio maana ukuta kama wapigana ngumi, unasikia anaojua huyu, mimi nitampiga yule Mwakinyo huku wanapenda mani, baadaye kiisha wakipigana kimaliza wamekaa pamoja wanakunywa maji. Ni biashara. Asa wasilete kwenye maisha ya ukweli. Ukileta kwenye maisha ya ukweli ina change na inabadilika, inakuwa sumu. Maneno vizuri. Sasa neno unalozungumza leo linaishi mwanangu. Wa mtu anakufa maneno anaishi. Wewe kuna maneno mangapi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere unayajua? Leo mimi na mwanangu yupo hapa. Kazaliwa Nyerere kashakufa. Ila anayajua maneno Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yanaishi. Maneno huishi, watu ufa. Kwa chagua maneno wakati unaongea. That's it. Kuna lote ambalo kumalizia labda na time imeenda. Bwana, mimi nimeingia katika tuzo fulani zinaitwa E360 nchini Kenya kama director bora East Africa kupitia tamthilia bora ya Kombolela. Kwa watu wanaweza kunipigia kura. Kura moja ni shilingi 200 ya Kenya. Ya Kitanzania. Yes. Kwa unaweza kunipigia kura director Machupa kwa vile ambavyo unaona unaweza kura 3-4 unanipigia tu kura. Kwa hiyo na kuna tuzo ambazo nimeingia za Global Awards 2026 zafanyika Dodoma, nimeingia kama director. Kwa hiyo watu tu wanaweza kuingia kwenye Global Award pale kwenye page yao ya Instagram wakaangalia pale, wanapiga, kuna namna ya kupiga kura, watapiga kura. Hiyo free tu. Japo kura asilimia kubwa zinaanza kwa majaji. 70% kwa majaji, 30% kwa watazamaji. Kwa wanipigie kura tu ndugu zangu. Wanipigie kura pia waendelee kufuatilia Kombolela kadri wawezavyo. Vile vile azao tutaongea vitu vingi kuhusu Vision Talent. Kipindi hichi tuna hofa kidogo na utaratibu mpya, tunamalizia kutengeneza ofisi ya Vision Talent. Kwa tuna utaratibu mpya wa Vision Talent wa kujiunga, wa kunamna kufanya kazi. Kwa tunao mpya kwa sababu ni 2026 brother. Kwa hiyo watu tu wasichoke kufuatilia Kombolela, wasichoke kumfuatilia director Machupa on Instagram, DR Machupa, wasichoke kufuatilia Vision Talent Instagram, pia wasichoke kufuatilia kazi zinazofanyika na Vision Talent.
YouTube Faf Pictures. Waangalie kwa sababu kuna vitu vizuri vinakuja mwanangu. Mwaka Mungu mwenyewe ndo anajua kiukweli. Kwa hiyo 2026. Kwa hiyo pia wapigie kura waigizaji ambao wamechaguliwa kupitia Kombolela. Yaani sisahau, waipigie kura Kombolela kama tamthilia bora. Mimi director Machupa na kuomba wewe shabiki wa Kombolela, ipigie kura Kombolela kwa tamthilia bora. Ukipigia kura Kombolela, basi jua umenifanya mimi kuwa director bora. Asante. Bwana, mengi tumeyazungumza hapa takriban lisaa lizima. Nafasi ni ya kwako kwenye haya yote ambayo tumezungumza na ndugu yangu hapa director Machupa. Nenda kwenye comment hapo tuambie chochote ambacho unahisi kitakuwa ni kizuri ama kitakuwa kinaendana na hiki ambacho tumekizungumza. Kama kuna kitu ambacho director Machupa amekizungumza kimekukosha, mwage maua yake. Mwambie hivi ulivyosema hivi mimi nimependa zaidi. Msafara wa Mamba na Kenge wakosi. Hawawezi wote wakapendezewa na iko kitu ambacho amekizungumza. Kama kuna chochote ambacho amekizungumza pia kimekukwaza, usimtukane. Nenda kwenye comment sema bwana hiki ambacho umesema hivi mimi sijapenda. Mwisho kabisa nikwambie nenda kamfuatilie kuna mitandao yake ya kijamii. Instagram anatafahamika kwa jina la Diara, kwa maana kwamba director Machupa. Ukienda TikTok, ukienda Facebook, jina ni hilo hilo. Lakini pia kuna Talent Vision Talent. Wafuatilie kupitia YouTube wana Faf Pictures kama sikosei. Ni vijana fulani hivi na wenyewe wana kazi zao nyingi nzuri. Nenda kwenye YouTube, nenda kwenye Instagram, kafanya vile ambavyo naamini kwa kufanya hivyo utakuwa una support. Mwisho kabisa nikwambie kama na mara yako kwanza kutazama video kwenye YouTube channel yetu ya Nyundo TV, usisahau kusubscribe. Thanks for watching.